Ajali za barabarani ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokumba nchi nyingi duniani, Tanzania miongoni mwake. Kila mwaka, Tanzania inakumbwa na idadi kubwa ya ajali za barabarani ambazo husababisha maafa ya vifo, majeruhi, vilema vya maisha na uharibifu wa mali. Hata hivyo, inatajwa kwamba siasa kwa asilimia kadhaa inahusika na uwepo wa ajali, hasa kipindi cha uchaguzi nchini Tanzania, ambapo hata hivyo ajali za kipindi hiki baadhi yake zinafichwa kuogopa kuchafua taswira ya walioko mamlakani. Jumuika nami Felista Richard katika simulizi ya makala hii ya siasa inahusika na ajali. Karibu. Katika kipindi cha uchaguzi kuna ongezeko kubwa la usafiri wa watu na mizigo, hususani kwa wagombea, wafuasi wao na wanaharakati wa kisiasa. Hali hii huchangia kuongezeka kwa ajali za barabarani kwa sababu kadhaa, ikiwemo imani za kishirikina. Madai kwamba baadhi ya ajali za barabarani hufichwa au kutolewa taarifa kwa umma kipindi cha uchaguzi yanahitaji uchambuzi wa kina. Hii ni kwa sababu wakati wa kipindi cha uchaguzi kunaweza kuwa na shinikizo kutoka kwa vyombo vya usalama, viongozi wa kisiasa au hata vyombo vya habari kukwepa kutoa taarifa za ajali zinazoweza kuathiri taswira ya uchaguzi ama hofu kwa wananchi. Hofu ya kuathiri matokeo ya uchaguzi. Katika baadhi ya matukio, ajali zinapotokea karibu na maeneo ya uchaguzi au mikutano ya kisiasa, inaweza kuwa na athari hasi kwa taswira ya serikali au vyama fulani vya kisiasa, na katika hali hii kuna uwezekano wa taarifa kuhusu ajali hizo kupuuziliwa mbali ili kupunguza madhara kwa upande wa kisiasa. Kulingana na swali liloulizwa na ndugu mwandishi, mimi nakubaliana naye. Inaweza ikawa 100% kwa upande mmoja au isiwe 100% kwa upande mwingine, kwamba wakati wa kampeni kuna kuwepo na ajali nyingi sana. Mimi naungana naye kwa sababu kuna kuwepo na ongezeko la watu wengi barabarani. Hao watu wanaweza wakawa wanaandamana na gari au wanaweza wakawa wanaandamana na vyombo vingine vya usafiri, au wakati wa kampeni madereva wao wanatumia muda mwingi sana kuendesha gari, mfano kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine wakiwa na wale wagombea. Kwa hiyo mtu anaweza akawa amechoka na dereva anatakiwa aendeshe masaa kadhaa kabla ya kupumzika. Kweli wakawa wanatumia watu hizi kafara hizi ili waweze kupata kula au waweze kufanya kile ambacho mganga amewaahidi. Kwa namna moja inaweza ikawa sahihi, kwa namna nyingine inaweza ikawa sahihi. Pia hiki kinachosemekana kwamba serikali haisemi hizi ajali wakati wa kampeni, pia inaweza ikawa sahihi, kwamba watu wanaweza wakaitumia hii kama kigezo cha kusema kwamba wakati wa kampeni au wakati wa uchaguzi zikitokea ajali, serikali haitangazi, inahofia kuona binadamu naye anatumia ile weakness kuiponda serikali, kwamba kwa nini wenyewe wakati wa kampeni ajali zikitokea zinafikiwa, ajali zikitokea zitangazwe, lakini kuna watu wako eneo lile wanajua, picha zinatumwa mitandaoni, sisi tunaona kuna ajali imetokea sehemu fulani, lakini serikali au vyombo vinavyohusika na utoaji taarifa wa ajali hatuoni taarifa. Kuhusu siasa kuhusika kwenye ajali za barabarani, mimi kwa mtazamo wangu nadhani kwa namna moja au nyingine inahusika kwa 80%. Na 80% kwa sababu gani? Binadamu wanapenda sana kuwa succeed, yani kwa maana kuweza kufanikiwa katika jambo lolote ambalo linakuwa linafanyika. Sasa wakati wa campaign kwenye siasa, moja kati ya jambo ambalo linahusika zaidi ni kutoa kafara kwa lengo wakiamini ya kwamba wanaweza wakapata mafanikio na kuwa viongozi sehemu husika. Kwa hiyo mimi it's okay with that, na amini kwa asilimia kubwa zaidi ya ile asilimia ambayo ni ya kutoamini. Kwangu mimi ninaamini hilo inawezekana.
Katika baadhi ya matukio, hasa yale yanayohusisha vifo au majeruhi makubwa, taarifa kuhusu ajali zinaweza kudhibitiwa ili kuepuka kujenga hisia za hofu au machafuko katika jamii. Hii inaweza kutokea hasa ikiwa ajali hizo zinahusisha watu maarufu, viongozi wa kisiasa au wananchi waliokuwa na mwelekeo wa kushiriki kwenye uchaguzi. Hata hivyo, kuna baadhi ya maeneo ambapo vyombo vya habari vya ndani au vya kimataifa haviripoti taarifa za ajali kwa kina, hasa ikiwa ni ajali ndogo ambazo hazitatanua madhara au hazitawavutia watu wengi, ingawa ajali zinazohusisha vifo vingi au majanga makubwa mara nyingi hutolewa taarifa. Kaniki Online TV imewatafuta baadhi ya wanasiasa kutaka kufahamu wao wanazungumziaje siasa kuhusika katika ajali za barabarani, lakini wamehofia kutoa majibu, hasa kipindi hiki ambacho Tanzania inaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Lakini taasisi zinazohusika na masuala ya elimu ya usalama barabarani, ikiwemo taasisi ya mabalozi wa usalama barabarani, zinaeleza nini kuhusu suala hili? Umeuliza suala la siasa kuhusika kwenye usalama barabarani. Siasa lazima ihusike kwenye usalama barabarani kwa sababu kwanza sheria yenyewe ya usalama barabarani inatungwa bungeni kule na wanasiasa. Lakini pia wapiga kura hawa ambao wanakwenda kuchagua wa viongozi wao, nao pia wanatumia hivi vyombo vya moto. Kwa hiyo lazima uhusika wao uwepo kwenye usalama barabarani. Lakini viongozi wa juu wa jeshi ambao ndio wasimamizi wakuu wa sheria yetu hii ya usalama barabarani, wanateuliwa ama wanachaguliwa na kupandishwa vyeo na amiri jeshi mkuu ambaye tunasema ametokana na siasa. Kwa hiyo siasa moja kwa moja lazima iguse kwenye usalama barabarani. Lakini pia umeuliza swali lingine kuhusu ajali zinazotokea wakati wa kampeni. Ajali kila leo zinatokea. Lakini wakati wa kampeni pia ajali zimekuwa zikitokea. Sio kwa chama tawala wala sio kwa vyama vya upinzani. Lakini ukiniuliza swala la ajali kufichwa, hili sina maelezo nalo kwa sababu wenye kujua ajali imetokea ama hii haijatokea ama wasemaji wa hilo ni wenzetu wa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani ama msemaji mkuu wa jeshi la polisi. Wakati mwingine unaweza kukuta baadhi ya ajali haziripotiwi kwa sababu hazijenda kutolewa, hazijaripotiwa huko polisi, ndio maana hatuzioni huko kwenye vyombo vya habari. Lakini sidhani kama ziko ajali zinatokea halafu kwa maksudi tu ziwe zimefichwa. Hilo sina uhakika nalo sana. Lakini tukija kwenye kupungua kwa ajali, na ajali ni kweli zimepungua. Kulingana na takwimu za hali ya uhalifu zinazotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi kitengo cha usalama barabarani, katika kipindi cha Januari hadi Disemba mwaka 2020 ambapo Tanzania ilifanya uchaguzi wake mkuu, matukio ya ajali za barabarani yalionyesha kupungua kwa 33.9%, ambapo matukio 1933 yaliripotiwa nchi nzima ikilinganishwa na matukio 2924 katika kipindi kama hicho mnamo mwaka 2019. Katika matukio hayo, jumla ya ajali 1031 zilizosababisha vifo ziliripotiwa katika kipindi cha mwaka 2020 ikilinganishwa na ajali 1208 zilizoripotiwa katika kipindi cha mwaka 2019. Huu ni upungufu wa ajali 177 sawa na 14.7%. Katika matukio hayo ya ajali, jumla ya watu 1384 walifariki dunia katika kipindi cha Januari hadi Disemba mwaka 2020 ikilinganishwa na watu 1536 waliofariki dunia katika kipindi kama hicho mwaka 2019.
Huu ni upungufu wa vifo vya watu 152 sawa na 9.9%. Pia watu waliojeruhiwa katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2020 ni watu 2362 ikilinganishwa na watu 3123 waliojeruhiwa katika kipindi kama hicho mnamo mwaka 2019, ambapo ni upungufu wa majeruhi 761 sawa na 24.4%. Ajali za barabarani ni tatizo kubwa linaloendelea kuathiri usalama na ustawi wa jamii nchini Tanzania, na hasa kipindi cha uchaguzi. Ongezeko la usafiri na msongamano wa watu huchangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa ajali hizi, licha ya takwimu kuonyesha kupungua kwa ajali hizo. Uhusiano kati ya siasa na ajali za barabarani hauwezi kupuuziliwa mbali, kwani kampeni za kisiasa, mvutano wa kisiasa na shinikizo la kuendelea na shughuli za uchaguzi vinaweza kuathiri usalama wa barabarani. Tumefikia tamati ya makala haya. Mwandaaji wa makala haya na msimuliaji ni mimi, Felista Richard. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.